Mwatela baba baba mayo. Eminze sea. Mlemola. Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa zawadi ya uhai tulioupata katika siku hii ya leo, lakini kuwa pamoja na sisi katika wilaya yetu ya Meatu. Mheshimiwa Rais, wananchi wa jimbo la Meatu na wilaya ya Meatu kwa ujumla wanao furaha kubwa kuwatembelea leo, na leo wamekuja kwa raha sana kuja kukulaki wewe kwa kazi kubwa ulioifanya ya kuwaletea maendeleo pamoja na huduma mbalimbali. Toka uingie madarakani, Mheshimiwa Rais, jimbo la Meatu limepokea zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali pamoja na huduma. Mheshimiwa Rais, naomba uniruhusu niitaje michache. Kwanza, kwenye sekta ya elimu, ulipoingia madarakani, wananchi wengi walikuwa wanahangaika na kuchangishwa fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya vyumba vya madarasa ili watoto waweze kuingia darasani, na pia wanafunzi walikuwa waingii mara moja, walikuwa wanaingia kwa selection mbili. Lakini umewezesha kujenga miundombinu mbalimbali, watoto wanaingia mara moja, na kumeongezeka udahili wa wanafunzi sekondari pamoja na shule za msingi. Umetujengea vyumba vingi vya madarasa, lakini tumepata sekondari 6, 4 umetupatia fedha wewe mwenyewe. Moja imejengwa na mwekezaji wetu Biosustain, ambayo leo umemzindulia kiwanda chake cha pamba. Kimoja kimejengwa kwa fedha za WMA. Mheshimiwa Rais, ukuishia hapo, umeongeza udahili wa wanafunzi wa kike kwa kuipandisha hadhi shule ya sekondari Ngoboko kuwa ya kidato cha 5 na 6, lakini umeongeza miundombinu Nyalanja sekondari ambapo udahili ulikuwa unafanyika kwa wanafunzi 80, sasa tunapokea wanafunzi wa kike 500 kwa mwaka. Lakini Mheshimiwa Rais, haukuishia hapo, umetupandishia hadhi shule ya sekondari Liusa pamoja na Mwanuzi sekondari ambao ni mpya katika zile 4 uliotuletea. Kwa mapenzi tunatarajia hizi zitakuwa za watoto wa kiume. Umetuletea VETA ambayo itatuwezesha wanafunzi wetu kwenda kupata maarifa na kujiongezea ujuzi, lakini na kupata fursa ambazo ulikuwa unazitoa wewe kupitia ofisi ya Waziri Mkuu ambazo wao walikuwa wanazikosa. Mheshimiwa Rais, ukuishia hapo. Katika sekta ya maji tumepokea zaidi ya bilioni 10 kutekeleza miradi ya maji katika jimbo la Meatu. Ulipoingia madarakani, mji wetu wa Mwanuzi na viunga vyake tulikuwa tuna changamoto ya maji. Chanzo chetu lilikuwa bwawa la Mwanyaina ambalo lilikuwa limekauka na kujaza tope. Ulituletea bilioni 3 katika kata ya Mwanuzi ambayo imeongeza maji katika mji huu wa Mwanuzi kwa kuongeza kina na chanzo katika mto Mwagwila. Lakini miradi mingi pia imetekelezwa katika kata mbalimbali. Tumepokea fedha nyingi, lakini changamoto tuliokuwa nayo Mheshimiwa Rais, jimbo la Meatu lina asili ya jangwa. Fedha nyingi zilikuwa zinarudi kutokana na ukosefu wa vyanzo vya maji. Lakini Mheshimiwa Rais, katika mkoa wetu wa Simiyu umetupatia shilingi bilioni 440 kutekeleza mradi wa mabadiliko ya tabia nchi. Nikupongeze wewe, toka ulipokuwa makamu wa rais, hii ajenda ulitafuta wewe na mradi huu uliutafuta wewe. Leo ukiwa rais unautekeleza kwa nguvu zote. Na jimbo la Meatu tunategemea kupata mradi huu kufikia Juni 2026. Dr. Samia Hassan oye! Olokoye katoyeke nanale! Mama ywe monto! Baba bali toke moko himera! Vijana piga shangwe kwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
Mheshimiwa Rais, uwepo wa mradi huu utatusaidia kuokoa fedha ambazo zilikuwa zinatumika katika utafiti na kukosa maji. Lakini Mheshimiwa Rais, katika sekta ya afya kazi kubwa imefanyika. Tumepunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Tumekuwa tukipata kifo kimoja au hakuna katika robo 3, na vifo vingi vinatokea katika ngazi ya jamii. Mimi Mheshimiwa mbunge, kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, tunashirikiana kuelimisha jamii ili waweze kutumia huduma za afya ambayo wewe Mheshimiwa Rais umeboresha miundombinu, umeboresha huduma katika zahanati zetu, katika hospitali za wilaya. Lakini wilaya ya Meatu tulipokea milioni 900 katika kujenga jengo la OPD, kwa sababu majengo tunayotumia ni ya hadhi ya kituo cha afya. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa miundombinu ya barabara. Jimbo la Meatu lilikuwa linapokea shilingi milioni 500 kwa mwaka katika mfuko wa TARURA, lakini umetuongezea fedha, tunapokea bilioni 2. Barabara zimefunguliwa vijijini, lakini umetujengea daraja kubwa la Itembe ambalo limegharimu shilingi bilioni 8.4. Daraja hili linaenda kufungua uchumi wa mkoa wa Simiyu na mikoa jirani. Mheshimiwa Rais, ulipokuja 2015 uliahidi daraja katika mto Mwamanongo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumepokea bilioni 45 kwa ajili ya upembuzi yakinifu, lakini mradi huu utagharimu shilingi bilioni 7 na milioni 500. Lakini nikushukuru sana katika nyongeza ya bajeti ya mwezi wa pili ya bilioni 945 katika halmashauri zetu, umesema utajenga madaraja kwenye maeneo korofi. Kwa furaha kubwa nikuambie, ili daraja hili limetangazwa ndani ya wiki 2 tena itafunguliwa, alafu litaanza kujengwa. Nikushukuru wewe mama, hatukudai. Wananchi wa Meatu wana imani na wewe na waliunga azimio la wewe uliopendekezwa kuwa mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, kutokana na muda ninakushukuru sana. Karibu sana katika jimbo la Meatu. Meatu oye! Dr. Samia! Dr. Samia! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi sana na vigelegele.